Katika kutafuta knowledge mbalimbali, nimekuwa nikipitia vitabu mbalimbali na nilibahatika kupitia kitabu hichi hapa ambacho kimeandikwa na Pastor Samuel Kamingwa. Kitabu kinaitwa Misingi Imara. Na humu ndani kumezungumziwa uhusiano bila msongo inawezekana. Sasa katika kipengele ambacho kilinivutia sana katika kitabu hichi ni kipengele cha msamaha. Kwa muda nimekuwa nikizungumza na watu kuhusiana na msamaha, kwa sababu kusamehe ni sehemu ambayo inajenga sana mahusiano katika jamii tuliyopo, na kama hutajifunza kuwa mtu wa kusamehe na kama hutamuomba Mungu akusaidie kuwa mtu wa kusamehe, basi unaweza kupoteza watu wengi sana na unaweza kupoteza vitu vingi sana, na hata mahusiano yako pamoja na watu, pamoja na jamii inayokuzunguka, pamoja na wafanyakazi wenzako inaweza ikawa mahusiano hayo yanaweza yakawa yako katika hatihati ya kuvunjika au kwenda vibaya. Kwa hivyo katika kitu kikubwa ambacho naendelea kujifunza katika kitabu hichi ni kuhusiana na swala zima la msamaha. Katika kitabu hichi kuna sehemu moja mwandishi amezungumza, anasema kwamba shetani anafahamu nguvu ya msamaha. Kwa hiyo shetani anaweza akakuzuia, kama shetani anafahamu nguvu ya msamaha, anaweza akakuzuia kusamehe kwa sababu anajua ukisamehe, ukiachilia ni kitu gani ambacho unakwenda kukipata katika maisha yako. Kwa hivyo usiingie katika mtego wa shetani wa kukufunga uendelee kukaa na vitu moyoni mwako, uendelee kuwashikilia watu, uendelee kuwabeba watu. Na iko hivi kwamba unavyokuwa unawabeba watu moyoni mwako, unavyokuwa unashindwa kusamehe, unavyoshindwa kuachilia, basi unakuwa katika wakati mbaya sana wewe binafsi. Kwa sababu huenda yule mtu ambaye amekukosea ameshasahau tukio, ameshasahau namna ambavyo mlikoseana, lakini wewe umeendelea kumbeba. Nilipata historia moja ya mtu mmoja alikuwa anasimulia kwamba alishawahi kukosana na mtu fulani. Yeye sasa alishawahi kukosana na mtu fulani. Kuna scenario ambayo ilitokea, alikuwa anahitaji msaada kwa mtu na akamfesa, akamwambia bwana, mimi niko 1 2 3 nahitaji unisaidie katika jambo 1 2 3. Na watu wote hawa ni watu ambao wana imani za dini na wanaamini katika kitu kimoja, na hata kukutana kwao walikutana kanisani, na baada ya ibada ndipo jamaa alitoka akamwambia kwamba bwana, kuna kitu unafanya hivi, nahitaji unisaidie na mimi natamani kufanya kama wewe. Yule jamaa alimjibu vibaya, alafu akaondoka. Sasa kwa muda mrefu sana akawa amembeba yule jamaa, yani anakumbuka jinsi alivyomjibu vibaya hivyo. Lakini siku ikafika akasema, hebu ngoja nikamwambie huyu jamaa kwamba nimemsamehe. Alivyoenda kwa jamaa kumuuliza, vipi, unanikumbuka? Jamaa alikuwa hamkumbuki, yani hata kumkumbuka tu hamkumbuki kwamba ni nani. Kwa hiyo hakumbuki hata tukio lililoendelea. Kwa hiyo yale maumivu aliyokuwa anabeba moyoni mwake alikuwa anajiumiza yeye mwenyewe, na alikuwa hamuumizi yule ambaye alikuwa amemkosea. Kwa hiyo kusamehe kuna kutibu wewe mwenyewe kwanza, na kuna kwenda kuonyesha matokeo kwa wengine. Kwa hivyo kama uko kwenye mahusiano labda ya uchumba, mahusiano ya ndoa, mahusiano na watu kazini na nini, unaweza ukasoma kitabu hichi, kitakusaidia sana. Kinaitwa Msingi Imara. Kitakusaidia sana, kitakutoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Nikushukuru sana wewe ambaye umekaa na kunisikiliza kwa muda huu mfupi. This is Sam Simba Talks and I am Sam Simba. Until next time, I love you.